Karibu na hapa tutaangalia swali linalosema kila sentensi ni tungo, lakini si kila tungo ni sentensi. Hapa swali tunataka uelezee tofauti ya tungo na sentensi. Nimeainisha tofauti 5 tu, tutaziangalia kwa haraka. Kwanza sema rejea maana zake, na hapo utaona kirejea maana. Tunasema tungo ni matokeo ya kuweka pamoja vipashio vidogo sahihi vya lugha ili kuunda kipashio kikubwa zaidi. Wakati sentensi tunasema ni tungo ya juu kabisa kidarajia yenye kuonyesha mtenda na tendo linalotendwa. Tofauti ya pili inasema rejea kwenye aina zake, yaani aina za tungo. Katika aina za tungo na tungo za aina 4: tungo neno, tungo kirai, tungo kishazi na tungo sentensi. Lakini pia tuna aina 4 za tungo kama wanavyoainisha baadhi ya wataalamu. Aina 4 za sentensi kama wanavyoainisha baadhi ya wataalamu: sentensi sahili, sentensi changamani au changamano, ambatani au ambatano na sentensi shurutia. Na ingawa ukienda kisarufi miundo virai, basi kuna aina 3 tu za tungo, yaani aina 3 za sentensi, yaani sentensi sahili, sentensi changamani au changamano na sentensi ambatani au ambatano. Kwa hiyo hizo ni aina 3 za sentensi. Sarufi mapokeo wao wanaangalia zaidi uamilifu au dhima ya sentensi. Kwa hiyo wanaweza kuwa na aina nyingi zaidi za sentensi kuliko sarufi miundo virai. Wao wanaainisha sentensi kama sentensi swali, sentensi ombi, sentensi amri, sentensi masharti na kadhalika. Na kwa kuzingatia mikabala hiyo miwili, sarufi mapokeo na sarufi miundo virai, utagundua kumbe sentensi shurutia ni aina ya sentensi kimapokeo. Twende katika tofauti ya 3 kati ya tungo na sentensi. Tofauti ya 3 inasema sentensi sharti ilete maana kamili, lakini si kila tungo inaleta maana kamili. Hiki ni kitu kiko wazi kwamba sentensi zote huwa zinatoa maana iliyokamilika, lakini tungo kama kirai hakitoi maana iliyokamilika, labda kama kitatumiwa kama jibu kukamilisha taarifa fulani. Tofauti ya 4 inasema sentensi huonyesha hali na kauli mbalimbali, lakini si kila tungo huonyesha hali na kauli mbalimbali. Vile vile tofauti ya 5, sentensi ina kiima na kiarifu au kirai nomino na kirai kitenzi, kwa maana ya kuonyesha mtenda na tendo linalotendwa, lakini si kila tungo ina muundo wa namna hiyo. Mathalan, tungo kirai haina muundo unaoonyesha mtenda na tendo alilotenda moja kwa moja. Ndio baadhi ya watu husema kirai ni tungo isiyo na muundo wa kiima kiarifu, na hii imekuwa ikiwaletea mkanganyiko baadhi ya watu wanapokutana na kirai kitenzi. Tutajadili dhana hiyo kwenye somo lijalo. Tukiangalia kufanana kwa tungo na sentensi, kwanza tunasema vyote ni vipashio vya lugha, lakini pili, vyote huundwa kwa kufuata taratibu za kisarufi, na 3, vyote huundwa na maneno ambayo huundwa na silabi ambazo huundwa na fonimu. Asante. Ulikuwa nami Mwalimu Maeda, mwalimu wa Kiswahili. Tukutane katika kipindi na somo lijalo.